Je, binti wa miaka 18 tunategemea awe wapi katika muktadha huo? Si anatakiwa awe shuleni kwa minajili hiyo, lakini bado sheria yetu imetambua kwamba mtu anaweza akaolewa kuanzia miaka 18. Je, naomba niwaulize wanayamoe kwamba hamuoni kwamba kuna namna ambavyo tunatakiwa tuirekebishe hii sheria? Si tunatakiwa tuirekebishe hii sheria? Kwa sababu mimi naweza nikaja kukukamata wewe, lakini ukasimamia ile ile sheria kwamba ninamuoza binti yangu, sheria mimi inaniruhusu, lakini sheria hiyo hiyo inakuja kukinzana na sheria ya mtoto 2009 kwamba tunaamini ukifanya mapenzi na mtoto chini ya miaka 18 kuna adhabu pia pale unapewa. Sasa unaona namna ambazo sheria zetu zinavyokinzana, na ndio maana tunakuja kuzungumza na nyie mnatoa mawazo yenu ambao ni bora, kwamba nafikiri tufanye 1, 2, 3, 4, 5. Kwa hiyo tumekuwa na wimbi hilo la mimba za utotoni sana, wanajifungua pale kupitia hospitali yetu ya mji. Tunafanyeje ili tuweze kutoka katika hilo wimbi? Na nyie wazazi mnaficha, licha ya sera na miongozo ambayo imetolewa, ambapo saizi akipata mimba bado kuna miongozo ambayo inamruhusu yule mtoto akijifungua anarudi shule. Nimshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kulileta hilo, kwa sababu wengine walikuwa wanapata mimba aidha kwa bahati mbaya, kwa maksudi, lakini kwa kipindi cha nyuma mtu alikuwa akipata mimba anahisi kwamba nimepoteza maisha yangu yote. Sasa ipo sera na miongozo ambayo inamruhusu yule kurudi shuleni, na kwa minajili hiyo sio kwamba kwa kuwa hizo sera na miongozo ipo basi ndo tushangilie watoto wetu kupata mimba za utotoni. Hapana, sisi kama wazazi ndo tunapaswa kuwasaidia. Pengine watu hamjui, ikifahamika kwamba umempatia mimba mtoto chini ya miaka 18, nafikiri nimetaja zipo adhabu kadha wa kadha hapa. Someni vizuri penal code, kanuni za adhabu, kifungu sura ya 16 kuanzia 131, 32 na kile kifungu cha 136 na 138 zimetaja hizi adhabu. Akiwa mtoto chini ya miaka 10 atafungwa maisha, lakini akiwa mtoto chini ya miaka 18 tu hapo atafungwa kifungo cha miaka 30. Halmashauri yetu ya mji wa Mbulu tulikuwa tuna kesi pale Uhuru katika hivi vitendo hivi. Kuna mzee alikuwa anaitwa mzee Inkia pale kata Uhuru. Mwaka jana majira ya saa 12 jioni, tuchukulie hii ndo nyumba yake, nilikuta wanakata wengi sana wamezunguka ile nyumba, kwa sababu wamechokwa na vile vitendo yule mzee anafanya vya kuwadhalilisha watoto. Wamama wakienda kuuza kuni anawachukua, anawabaka, anawaingilia watoto kinyume na maumbile. Kwa hiyo hasira ya wananchi wakasema leo yuko humu ndani, tunataka tuchome hii nyumba, kwa sababu wanaathirika, watoto wao wanaumia. Nilipigiwa simu jioni, nilifika pale, ndo ilikuwa ponapona yule mzee. Polisi na wenyewe wakafika pale, tukamchukua yule mzee, ndo ilikuwa ponapona yake, kwa sababu wananchi wamechoka. Unajua, tunapozungumzia ukatili wa kijinsia hauwezi kuzungumzia ukatili kama ukifika wewe hapo, unaweza ukachukulia ni swala, lakini ikiingia utaona uchungu. Sasa wale wananchi waliona uchungu, wakaona hapana, yule mzee alikutwa na hatia, kwa sababu yule mtoto aliyemuingilia wa kiume, imagine, kamuingilia kinyume na maumbile, na yule mtoto alikuwa kidogo akili zake haziko sawa. Kwa tulienda hospitali tukampima, na daktari alithibitisha. Alifungwa kifungo cha miaka 30 kuanzia mwaka jana, lakini amehudumu kwa kipindi cha miaka 5 tu jela pale, akawa ametoka, lakini na saizi yupo, tumemuona. Hasa mtaniuliza kwa nini alifungwa kifungo cha miaka 30 alafu miezi mitatu. Sheria ya masuala ya afya ya akili
ndiyo iliweza ikamlinda yule mzee, kwa sababu kuna vitendo ambavyo alikuwa anavifanya mule ndani gerezani, na daktari alivyothibitisha kwamba huyu kidogo ana tatizo la afya akili, ndio sheria ilimfeva, ndio akapewa kifungo cha nje. Hiyo sheria ipo, na ndio maana nyinyi wenyewe mtajiuliza kwamba mshawahi kuona kichaa yoyote mwokota makopo amekamatwa amefungwa jela? Yaani kichaa si utamuona tu anazunguka tu mitaani, na nyie mnajiuliza mbona huyu akamatwi apelekwe jela hawafungwe? Kwa sababu ipo sheria ambayo inawalinda. Wana sehemu zao maalum ambazo wenyewe wanapelekwa kama Milembe pale, wanapelekwa pale ili waweze kusaidiwa. Kwa hiyo yule mzee ndo kilichomsaidia yule, baada ya daktari kuthibitisha kwamba bana huyu mzee na ukiangalia na miaka 87. Je, niambie katika miaka 87 kile kifungo kweli kingetimia, angetoka na miaka mingapi? 30 jumlisha 87. Na ukiangalia life expectancy yetu imekuwa, lakini haijafikia huko.